Msingi wa kwanza ni as-sabru ala tahsil al-ilm, kuwa na subira juu ya kuipata hiyo ilmu. Hii ilmu si kitu cha mchezo, ni kitu kigumu mno, kinahitajia subira. Kama Allah alivyoisifu ilmu kuwa ni nzito, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, hakika sisi tutakupa wewe Mtume Muhammad kauli iliyokuwa nzito. Kwa hiyo kwa sababu ni kauli nzito inahitajia subira. waja'alnahum a'immatan yahduna biamrina, na tumewafanya wao kuwa ni viongozi wanaoongoza watu kwa amri yetu. Lamma sabaru, pindi waliposubiri. Lamma sabaru, pindi waliposubiri. Kwa hiyo walipata kuwa wao ni aimma wanaofuatwa, wanaoigwa kwa sababu ya ilmu walionayo. Lakini muda gani walikuwa aimma? Lamma sabaru, pindi waliposubiri. Kwa hiyo inahitajia subira ala tahsil alilm, juu ya kuipata hii ilmu. Lakini jambo la pili, mudhakaratu alilm, kujikumbusha mara kwa mara hii ilmu. Ukisoma watakikana kujikumbusha mara kwa mara hii ilmu, watakikana kujikumbusha mara kwa mara hii ilmu. Unapitia mara kwa mara hii ilmu ili uweze kufahamu vizuri yale ambayo hukuyafahamu mara ya mwanzo. Hiyo ndio mudhakara. Lakini tatu, riayatul ilm, kuichunga au kuihifadhi ilmu. Riayatul ilm, kuihifadhi ilmu ndani ya moyo wako, kadhalika katika vitabu, kama alivyoagiza Allah tabaraka wa taala, bal huwa ayatun fi suduri alladhina utul ilm, bali hizi ni aya zipo katika vifua vya wale ambao wamepewa ilmu, wamehifadhi ilmu katika vifua vyao. Bali Mtume alayhi wasallam asema qayyidul ilma bil kitab, ihifadhini ilmu, idhibitini ilmu kwa kuiandika. Hiyo ndio maana riayatul ilm, isije kapotea, ihifadhini ilmu. Lakini tatu au nne, siyanatul ilm, kuilinda ilmu. Siyanatu alilm, kuilinda ilmu, kuihami ilmu min at-tahrif wal bid'ah, kutokana na watu ambao wanapindua haki, wanaopindua aya na kuzitoa katika mahala pake, min al-yahudi wan nasara wal mubtadi'in, na watu wa bid'ah, alladhina yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, ambao wanayatoa maneno na kuyatoa mahala pake. Kwa hiyo wewe talibul ilmu watakikana kusoma hali ya kuwa ni mwenye kuihami hii ilmu ya kisheria, watablighi, na mwisho uifikishe hii ilmu kwa watu. Haya yote anatunasihi Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala. Qala Yahya bin Abi Kathir liwaladihi, alisema Yahya bin Kathir kumwambia mwanawe, la yustata'u alilm, haipatikani hii ilmu birahati aljism, kwa kukipa raha kiwiliwili. Wewe ukiona unakipa raha kiwiliwili, hutaweza kuipata ilmu, hutaweza kuidiriki ilmu. Ili upate ilmu lazima usinzie, lazima ukeshe usiku, lazima upate shida na tabu, lazima utabiki katika njia ya kutafuta ilmu, ndipo utapata ilmu ash-shar'i. Waqala Abdullah ibn Umar, qul li talib al-ilm, Abdullah ibn Umar anasema, mwambie mwanafunzi yeyote anayetafuta ilmu, mwambie mwanafunzi yeyote anayetafuta ilmu, yattakhidh na'layn min hadid, ajifanyie viatu viwili kutokana na chuma. Haya maneno anaambiwa talibul ilm, kwa sababu talibul ilmi anatakiwa aiandae nafsi yake kuhimili mashaka na tabu na safari na shida na urefu wa njia ya kusoma ilmu. Hii njia ni ndefu, ina shida nyingi, ina tabu nyingi, ina changamoto nyingi. Basi kwa sababu ya urefu wa njia hii na shida na tabu na miba iliyo katika njia hii, kaannahu yahtaju ila na'layn min hadid, kana kwamba yeye anahitajia viatu viwili vya chuma, kwa sababu atakuwa atembea muda mrefu kwenye njia hii, kwa sababu atakanyaga miba nyingi katika njia hii, misumari mingi katika njia hii imetegwa.
ili asishindwe, ili asiwe ili asirudi nyuma, basi anatakiwa apate kana kwamba anatakiwa apate viatu vya chuma. Ndio maana hayo maneno aambiwe talibul ilmi yoyote yattakhidna alayhi min hadid, ajichagulie, ajitafutie viatu viwili vya chuma, kwa sababu njia anayotaka kupita ina miba nyingi, ina misumari mingi, ina vikwazo vingi, ina shida na tabu nyingi sana, bali atatembea muda mrefu sana kiasi kwamba miguu itapata maumivu makali. Ili asishindwe, basi atafute viatu vya chuma, ikiwa ni kinaya cha kumwambia talibul ilm kwamba njia hii inahitaji subira. Na ndio maana Mtume akasema as-sabru dhiya, subira ni mwanga. Ahlul ilm wakasema, Mtume amesema as-sabru dhiya, subira ni mwanga, kwa sababu mwanga unaambatana na nini? Harara, unaambatana na joto kali sana, lakini hili joto kali mwisho hatima yake panapatikana mwanga unaoangaza njia ya kupita. Kwa hiyo talibul ilm, hata kama utapitia magumu na mazito katika njia yako ya kutafuta ilmu, mwisho wa siku utapata mwanga na njia iliyokuwa ya sawa sawa ya kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala. Hiyo ndio maana hayo maneno, na hiyo ndio maana hiyo nasaha ya Sheikh Muqbil rahimahullah taala. Thalithan, nasaha ya tatu, taqwa Allah, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, in tattaqullaha, ikiwa mtamcha Allah, yaj'al lakum furqana, atakufanyeni nyinyi kipambanuzi, atakupeni nyinyi kipambanuzi. Wa qala subhanahu wa ta'ala, na amesema subhanahu, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, ittaqullaha, mcheni Allah, wa aminu bi rasulih, na muaminini mtume wake, yu'tikum kiflayn min rahmatihi, atakupeni nyinyi mafungu mawili kutoka rehema zake. Wa yaj'al lakum nura, na atakufanyeni nyinyi nuru, tamshuna bihi, ambayo mtakuwa mnatembea nayo. Wa yaghfir lakum, na atakufuteni madhambi yenu. Wa qala subhanahu wa ta'ala, na amesema subhanahu wa ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, na mcheni Allah, Allah atakufundisheni na Allah atakufundisheni. Haya maneno ni maneno mazito ambayo talibul ilm, mimi na wewe sote tunatakikana kuyazingatia, mazingatio ya hali ya juu. Talibul ilm ili afanikishe katika safari yake ya kutafuta ilmu, lazima afungamane na taqwa Allah, ucha Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, in tattaqullaha, sharti hiyo, ikiwa mtamcha Allah, yaj'al lakum furqanan, Allah atakupeni nyinyi kipambanuzi. Al-furqan kwa maana an-najah, kama alivyotafsiri baadhi ya maulama, wokovu. An-najah, al-furqan kwa maana ya al-faslu baina al-haqq wal-batil, ni kipambanuzi kinachopambanua baina ya haki na batil. Al-furqan kwa maana an-nuru fil qalb, ni mwanga na ni nuru katika moyo ambayo Allah anaiweka katika moyo wa talibul ilm, yufarriqu bihi al-'abd baina al-haqq wal-batil, ambao unamsaidia talibul ilm kupambanua baina haki na batil. Hiyo ndio furqan. Ukiwa utamcha Allah, Allah atakupa kitu hicho, atakupa nuru kwenye moyo wako ambayo utaweza kwa nuru hiyo kupambanua baina ya haki na batil. Na talibul ilm ni ahwaju an-nas ila hadha an-nur wa hadha al-furqan, ni katika watu wenye haja ya hali ya juu wanaohitajia hii nuru na hichi kipambanuzi kinachopambanua baina ya haki na batil, kwa sababu njia ya kutafuta ilmu ni mali'un bishubuhat washahawat walikhtilafat wa kathratu al-aqwal, ni njia ambayo imejaa shubuhati mbalimbali, ni njia ambayo imejaa shahawati mbalimbali, ni njia ambayo imejaa ikhtilafat mbalimbali, ni njia ambayo imejaa kauli nyingi za maulama, ikhtilafu za maulama. Sasa kwa sababu ya mambo hayo, basi wewe unatakiwa upite katika njia hii ikiwa una nini? Una furqan, una kipambanuzi, tufarriqu bihi baina as-sunna wal bid'ah, kitakachokusaidia wewe kupambanua baina ya sunna na bid'ah, wa baina al-alim al-mawthuq wal mubtadi', na kitakachokusaidia kupambanua baina ya mwanachuoni mwenye kuaminiwa
na mtu wa bid'a, na kitakachokusaidia kupambanua baina al-haqq wal-batil, baina haqq na batil, wal-huda wal-dhalal, na uongofu na upotevu, wal-rajih wal-marjuh, na kauli yenye nguvu na kauli isiyokuwa na nguvu iliyojeruhiwa. Haya yote ili uweze kuyadiriki watakikana uwe na nini? Al-furqan, kipambanuzi. Na hii furqan hutaipata bighairi taqwa Allah tabarak wa taala, basi na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa al-furqan huwa an-nur wal-ilm wal-fahm as-sahih. Furqan ni nuru na ni ilmu na ufahamu sahihi ambao Allah subhanahu wa ta'ala anampa mja wake aliyeshikamana taqwa Allah. Ndio maana Sheikh Muqbil akakunasihi wewe na mimi katika tulabul ilm kwamba lazima tushikamane na taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu taqwa Allah, ucha Mungu, ndio ambao utatupelekea sisi kupata furqan ambayo itatusaidia sisi kubaini haki na batil, ambapo ndio malengo ya sisi kusoma ilmu, ili tujue nini? Tujue haki na tujue batil. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, ittaqullah, mcheni Allah, wa aminu birasuli, na mtii na muaminini mtume wake. Mkifanya hivyo, yu'tikum kiflaini min rahmatihi, atakupeni nyinyi mafungu mawili kutokana na rehema zake. Allahu akbar. Atakupeni nyinyi mafungu mawili kutokana na rehema zake. Wanaambiwa haya maneno Mayahudi kwamba nyie zamani mlikuwa mnamwamini mtume wenu, sasa hivi amekuja mtume Muhammad, basi muaminini mtume Muhammad, mtapata ujira mara mbili. Hiyo kiflaini maana yake ujira mara mbili. Mtapata ujira kumfuata mtume wenu Musa alayhi salam, kadhalika mtapata ujira kumfuata mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwa mtapata ujira mara mbili, mafungu mawili. Kwa wale manaswara wanaambiwa mtapata ujira kumfuata mtume wenu Isa bin Maryam, na mtapata ujira kumfuata mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Tayib, lakini haya yote yatapatikana ikiwa mtamcha Allah subhanahu wa ta'ala na mkamwamini mtume alayhi salatu wassalam. Wayaj'al lakum nura, lakini kitu cha tatu, kitu cha pili, atakujalia ninyi nuru, mwanga, tamshuna bihi, ambao mtakuwa mnapita nao, unaangaza njia yenu ya kupita kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali wayaghfir lakum, pia mtasamehewa madhambi. Na sisi tunasoma ilmu ili tupate hayo. Tunasoma ilmu, tumeona kule, ili tusamehewe madhambi yetu. Tumetaja kule nyuma, miongoni mwa nia za talibul ilm ni kusoma ilmu ili asamehewe madhambi yake. Tunasoma ilmu ili Allah subhanahu wa ta'ala atuangazie njia yetu ya kupita kuelekea kwake yeye. Kwa hayo utayapata ikiwa utamcha Allah tabarak wa ta'ala. Wattaqullah wa yuallimukumullah, mcheni Allah na atakufundisheni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo asili ya mtu kuwa na ilmu na kupata ilmu na akanufaika nayo hiyo ilmu ni nini? Taqwallahi bil ilm, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ilmu aliyosoma. Elimu unayosoma ikupeleke katika ucha Mungu. Tayib, rabi'an, nasaha ya 4,